الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا في جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. Ndugu wa Islam na wapenzi katika iman, kokote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, mfalme mkuu, malikul mulki wa malikul muluk, dhul jalali wal ikram, Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na darasa zetu, darasa zilizo muhimu ndugu yangu Muislam, darasa ambazo zinatufungua vichwa vyetu juu ya namna gani tunaweza tukapambana na mitihani, misukosuko, matatizo yanayotukabili katika jamii yetu. Na leo kwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimeona nizungumzie moja katika jambo linalowatesa wengi katika dada zetu. Wengi katika dada zetu wamekuwa ni wahanga wakubwa kabisa wa ibada ya ndoa. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika iman, wengi katika wanawake hivi sasa wamefungwa vifungo mbalimbali vya kiuchawi ili wasiweze kupata wenza wao, wakapata maisha yao ya familia yao, wakapata waume zao, ili waweze kuishi nao katika maisha ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia na anayakubali. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika iman, wengi katika dada zetu sasa hivi wamekuwa na mtihani huo mkubwa. Cha kustaajabisha na cha kushangaza, unaweza kumkuta binti ni mzuri masha Allah, kakusanya kila sifa anayostahiki kuwa nayo mwanamke, lakini ma'al asafi shadid, kwa masikitiko makubwa kabisa, unakuta binti yule maskini hana wa kumpa salam wala wa kumuuliza, si posa si barua inayoingia katika nyumba yake. Hatimaye mpaka mabinti nafika hatua wanakosa usingizi usiku kwa mawazo maskini. Wanahangaika katika sehemu mbalimbali za viringe vya waganga na viwanja vya dua mbalimbali. Lengo likiwa ni nini? Lengo ni aone nini kinamsumbua maskini mpaka anakosa kupata mwenza wake. Ima kuna wale wengine ambao imani zao ni ndogo, baada ya kufikisha miaka kadhaa na jitihada alizozifanya, wachumba wanakuja na kuondoka, hakuna wa kumuoa, na yeye anatamani kupata familia, anajikuta moja kwa moja ameingia katika dimbwi la maasi na machafu na kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuanza kuzaa watoto mbalimbali wa haram, wal-iyadhu billah. Ukimuuliza shida ni nini dada yangu, anakwambia mimi naona kila mwanamume ananidanganya,
Kila mpango wa ndoa tunaoupanga, hakuna mpango unaotimia. Mwanaume atakuja leo kwa mapenzi makubwa na bashasha nyingi, lakini baada ya muda mwanamume yule ananiona mimi kama kinyesi, wala kunisikia hataki. Najiuliza, shida niliyokuwa nayo mimi ni shida gani? Mbona nishaomba sana dua, mbona nishaombewa sana dua, mbona nimeshafanya mengi katika mambo yanayotakiwa kufanya, lakini cha ajabu kila ninalolifanya bado mambo ni magumu. Naishiwa kuchezewa na wanaume na kudanganywa na wanaume mbalimbali. Najiona ni mtu mwenye nuksi na mkosi nisiyotimiza malengo yangu. Nimeona ubora tu nizae hata kama siko ndani ya ndoa. Maskini anajikuta katika dimbwi la kulea watoto, dimbwi la kulea watoto ambao baba zake hawajulikani na baba zake hawafahamiki. Kuenea kwingi kwa watoto wa zinaa katika mitaa yetu, wakati mwingine ni kutokana na dada zetu kukata tamaa ya kuolewa na wanamume baada ya kuchezewa michezo mingi na wanaume, na ahadi za ndoa kuwa inapangwa na haitimii. Kibaya zaidi, wako baadhi ya dada zetu ambao posa inaingia mpaka mahari inatolewa, lakini subhanallah, kutimia kwa ndoa inakuwa ni mtihani mkubwa na ni mtihani mgumu. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anipe taufiki mimi ninayesema na wewe unayonisikiliza, ikiwa ni muhanga wa jambo hili, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakufanyie wepesi wa mambo, akufungue ikiwa una vifungo, na akufanyie wepesi uweze kupata mwenza aliyekuwa mwema, mwenza aliyekuwa mzuri, mwenye ikhlasi na tauhidi, muweze kuishi maisha yaliyokuwa bora kabisa. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, sasa basi ndugu yangu Muislamu, kuna uchawi unaitwa sihru tasfil. Subhanallah, huu ni uchawi wa kumfunga mwanamke asiolewe, uchawi wa kumfunga mwanamke asipate mume. Posa zinaishia njiani, mahari zinatolewa, lakini ndoa haitimii, kama nilivyotangulia kusema. Sasa si kila anayekosa ndoa basi ana bahati mbaya tu, la, wengine wamefanyiwa uchawi maalum, wakafungwa vifungo maalum, aidha katika makaburi, aidha katika miti mikubwa, mibuyu na misufi, ama vifungo vyao wametaitiwa na kufungwa na kwenda kutupwa katika bahari yenye kina kirefu kabisa huko, kwa maana asipate wa kumnusuru wala asipate wa kumsaidia. Hatimaye mabinti zetu, dada zetu wanazeekea nyumbani, maskini ya Mungu, wakiwa na uzuri wao. Fala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Sasa dada yangu wa Kiislamu, popote pale ulipo duniani, naomba unifungulie sikio la moyo kabla ya sikio la kichwa, niweze kukupa akhbari hizi nzito kabisa zinazohusiana na masala mazima ya mwanamke aliyefungwa kupata ndoa. Vifungo vya ndoa ipo aina mbili, na leo utanisikiliza vizuri ndugu yangu. Vifungo vya mtu aliyefungwa ndoa ipo vifungo vya aina mbili. Kuna kifungo mtu amefungwa moja kwa moja na sheitan, baada ya binti yule kusibiwa na sheitanul mahabba au jini mahaba. Jini mahaba anaweza kukufanyia ule uchawi tunaita sihrun yasduru mina shaitani nafso. Ni uchawi ambao anafanya jini mahaba mwenyewe, anaipeleka jini mahaba mwenyewe, anailinda jini mahaba mwenyewe. Fahuwa aqwa anwa'i sihri, ni katika namna nzito kabisa kabisa za uchawi. Kinachosikitisha ndugu yangu Muislamu, sasa hivi mwanamke akirogwa anasalitishiwa jini wa kichawi wa kiume, ili jini yule anapomuingia yule binti anamwekea uchawi, na baada ya kumwekea uchawi jini yule anageuka anakuwa jini mahaba, anamfanyia na machafu maskini.
Na akiwa mwanamume anasalitishiwa jini wa kike ili amvurugie mambo yake. Baada ya kuvuruga mambo yake, na aanze kushiriki naye matendo machafu na kumtoa kabisa Muislamu katika mstari, na hatimaye maisha yake yanavurugika, yanaharibika. Mnakuta jitu zima, dume zima, miaka 40 45 halitaki habari za kuoa, wala dada binti wa Kiislamu, ndoa zake kila anavyojitahidi maskini zinashindwa kutimia. Sasa leo biidhni rabbil alamin, ndugu yangu Muislamu, nitakupa akhbari hizi muhimu kabisa ili uweze kujisaidia katika maisha yako. Dada yangu wa Kiislamu, naomba unisikilize. Nataka nikupe dalili 6 za muhimu kabisa. Ukiwa una alama hizi, dada yangu, jua kabisa umefungwa kaburini, umefungwa katika mibuyu au misufi, ama umefungwa na enda kutoswa na jiwe zito kabisa katika bahari yenye kina kirefu. Dalili ya kwanza ya mwanamke ambaye amerogwa uchawi wa kumvurugia mahusiano, ama uchawi wa kumfanya asiolewe. Dalili ya kwanza kabisa, wanawachuoni wetu wa umma wanasema ni wachumba kukatika ghafla. Kuna baadhi ya dada zetu Allah anawajalia, unakuta binti miaka 16 17, wachumba wanamiminika kupita kiasi. Wakati huo dada naye anaringa. Unasikia huyu kachumbiwa na bosi fulani, kachumbiwa na kijana fulani, mashallah, na maisha yake, ana kila kitu chake, lakini wakati huo binti na yeye anaringa. Wachumba walikuwa wanamiminika hivi. Yani kuna baadhi ya dada zetu kabla hawajarogwa anafanya yeye kuchagua wanaume, namna wanaume wanavyomiminika, kila mmoja anataka kumuoa yeye. Lakini baada ya kifungo cha uchawi kupita, binti huyu ghafla, wale wachumba walikuwa wakimiminika na kumfata, wanakata ghafla, hakuna hata wa kumpa salamu. Hapo ndipo binti anachanganyikiwa, mkorogo gani asipake, losheni gani asipake, makeup gani asipake, anapaka vipodozi mpaka sura inajikusanya, inakuwa kama ya mzee, na bado hapati wa kumuuliza hata salamu. Jua hapo, dada yangu wa Kiislamu, uchawi maalumu kabisa amepewa sheitani maalum, na umekwenda kufungwa katika makaburi ama miti mikubwa, ama kutoswa katika kina kirefu cha bahari. Ama alama ya pili, dada yangu wa Kiislamu, naomba unisikilize kwa makini, ni mtu ama binti wa Kiislamu anayepambania ndoa kuwa mara kwa mara anapata ndoto za harusi zilizoharibika. Kuna baadhi ya dada zetu akilala maskini anaota harusi kama inataka kutimia, lakini ile harusi haitimii, haifiki mwisho, ile harusi inaharibika. Ni moja katika alama za mwanamke aliyefungwa kichawi asiweze kuolewa. Alama ya tatu, dada yangu wa Kiislamu, ni mwanamke kuota anaolewa hali ya kuwa amevaa nguo nyeusi. Ndoto za kuota umevaa nguo nyeusi, baba yangu, dada yangu, ni katika ndoto mbaya kabisa hizo, ndugu yangu unayenitazama. Sasa binti anapoota, kuna baadhi ya binti anakuambia, Sheikh, mimi mbona naota naolewa, lakini shela niliyovaa ni nyeusi, nguo nilizovaa ni nyeusi, mpaka kiatu nilichovaa ni cheusi. Alama ya wazi kabisa, dada yangu wa Kiislamu, ya kuwa umefungwa kifundo madhubuti kabisa cha kukufanya usiweze kuolewa. Ama wakati mwingine anaweza akaota, alama nyingine, anaweza akaota mwanamke anaolewa na babu kizee. Subhanallah. Yani binti anaweza akaona anaolewa na babu kizee asiyeeleweka. Unashangaa, mimi mbona ni binti wa miaka 20, 22, 23, lakini ndoto zangu kila ninapoota naota kibabu kisichokuwa na mbele wala nyuma kama sigara kali, ndio kinakuwa mume wangu, ndio kinachonioa. Na wakati huo ndoa ukiitafuta katika hali ya kawaida, hicho kibabu unachokiona usingizini nacho hakikutaki.
fundo hilo madhubuti umepigwa dada yangu wa Kiislamu, ili wachumba wasiweze kukuchumbia na kukuoa. Manake baadhi ya dada zetu huwa wanaitaka ndoa, yuko radhi, anakwambia mimi hata akija babu wa miaka 70, lakini ili mradi tu nitoe hili gundu la kutolewa. Lakini bado hata akijipendekeza kwa babu wa miaka 70, babu naye anakula kona, kama wanavyozungumza vijana. Jua hapo uchawi maalumu kapewa sheitani maalumu, na ameweka sehemu maalum, ndio unaokutesa na kukusumbua dada yangu wa Kiislamu. Lakini alama nyingine ni binti wakati anafikiria masala ya ndoa, ama akikaa maskini anawaza ndoa, ghafla anapata jazba, anapata hasira, anapata huzuni, anapata uoga, anashindwa kujielewa binti yule. Kuna baadhi ya dada zetu wanakuambia, mimi nikifikiria tu ustazi masala ya ndoa napata hasira, najisikia huzuni, naona tafrani, sitaki hata kuwaza ndoa yenyewe. Jua dada yangu, kifungo hicho umetandikwa. Fungwa kifundo sawa sawa. Hapo hata ajenani maskini ya Mwenyezi Mungu wanaishia kukuangalia na kukutazama, lakini ndoa inayotimia inakuwa hakuna. Lakini baadhi yao wakasema wakati mwingine binti anaweza mara kwa mara wanasema wanachuoni wa umma, yani watu wale wa karibu, hukatisha yale mazungumzo ya ndoa. Inawezekana kwa umepata mtu maskini anakuambia, bwana fulani, mimi kama vile anaku approach vijana, wanasema mimi sitaki nikuchezee bwana, nataka nikuoe, nataka tuoane. Ndo mwanzoni kijana mazungumzo yake yanakuwa hivyo, lakini mtaenda hivyo wiki moja, wiki inayofuatia ataki tena mazungumzo ya ndoa, anakatisha mazungumzo ya ndoa. Jua kifungo hicho dada yangu umetandikwa, ili usiweze kuolewa, wal-iyadhu billah. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa nini sasa mimi yanitokee haya, ama sababu gani zinazo zikapelekea mtu yakamkuta haya ninayoyazungumza? Dada yangu, wakati mwingine kuna kitu kinaitwa husda za wanandugu au rafiki wa karibu. Husda dada yangu, husda, kitu kibaya kabisa hichi. Na ubaya wenyewe, husda wakati mwingine anaweza kukuonea ndugu yako wa karibu. Baba moja mama moja, hataki uolewe maskini. Anaona kwa nini huyo aolewe? Kwa nini huyo apate mume? Akija kuwa akipata mume atakuwa kama mimi au atakuwa kadha. Pale roho inamkunjama, roho inamkunja maskini ya Mwenyezi Mungu. Husda inakudhuru, baada ya kukudhuru hakuna anayekuuliza hali. Na wakati mwingine marafiki, na nyinyi dada zetu wa kisasa, dada zetu wa leo, dada zetu wa mitandaoni, mashaallah ni mahodari wazuri kabisa wa kutangaza mafanikio yenu, kujitamba, kujinadi na kujisikia na kutamba mbele ya marafiki zenu. Rafiki akiwa na kiroho cha hivi kijiba cha moyo, dada yangu, akikupiga hasadi huyo, mume utamsikia kwenye bomba. Lakini wakati mwingine wanasema ni mapenzi yaliyokataliwa. Kuna baadhi ya mijana mume anapokataliwa na mwanamke, anasema yule ananikataa mimi huyu, anaweza kanikataa kweli huyu? Anajiamini na nini mpaka nikatae huyu? Anakwenda kwa mganga wa kienyeji, naomba apigwe pini, huyu hakuna kuolewa. Basi Mungu akiwakubalia katika yale waliyofanya, kifungwe mwanamume anakufunga, utamtafuta mwanamume wa usiku na mchana hutompata. Na sababu nyingine ni wivu wa kiroho. Kuna watu wana roho zile za wivu wa kiroho umemkamata maskini ya Mwenyezi Mungu. Au kisasi, mtu anakufanyia kisasi, subhanallah, anakudhuru na anakupa madhara, unashindwa kuolewa, wal-iyadhu billah. Dadangu wa Kiislamu, popote pale ulipo duniani, ambaye daima umekuwa ukitamani kupata ndoa maskini ya Mungu, lakini ndio una dalili kama hizi tunazozisema. Sasa ikiwa una dalili hizi, dada yangu wa Kiislamu, naomba nikuelekeze namna gani ya matibabu yako yatakayokusaidia ili uweze kuondokana na hilo mkosi ama linuksi la kukosa kuolewa. Kwanza kabisa dada yangu Muislamu, jambo hili unatakiwa ufanyiwe. Narudia tena, jambo hili unatakiwa ufanyiwe dada yangu wa Kiislamu. Kama una kaka yako, kama una mjomba wako, kama una nani yako, rafiki yako yoyote wa karibu ambaye mmeshibana vizuri, au una ustadhi wako
ama una shekhe wako, basi tafadhali dada yangu naomba akufanyie kisomo hichi. Hichi kisomo atakifanyaje dada yangu wa Kiislamu? Hichi kisomo atakifanya hivi. Kuna dawa hizi ataziandaa. Sawa Usifanye wewe mwenyewe haya uweze kufanikiwa. Haya unatakiwa ufanyiwe. Kama una ndugu yako anajua kusoma Qur'ani, mwambie akufanyie, mwambie kaka, wewe unaridhika vipi kuniona mimi dada yako kila siku niko hapa nyumbani na wewe Qur'ani unajua? Hebu sikiliza hii, kama utaweza kufanya nisaidie mimi dada yako. Ama mama yako anajua, kuna baadhi ya wazazi wengine wanawapambania watoto wao, mama anajua kusoma Qur'ani, mfanyie binti yako hili aweze kuolewa. Au baba unajua visomo hivi, mfanyie binti yako utaratibu huu aweze kupata mwenza wake ya kuondokea hapo nyumbani. Maana kuna wakati mwingine mabinti anakaa nyumbani mpaka anaona mwisho mimi nitakuja kuzeekea hapa, acha nikatafute maisha yangu mwenyewe. Anakwenda kuanza maisha ya usingo, maisha yenye kutafuta magumu, maskini ya Mungu. Fala haula wala quwata illa billahi al-alil azim. Sasa hii unatakiwa umtafute mtu akufanyie. Ukimpata ndugu yako, mama yako, baba yako au shekhe wako yoyote uliokuwa nayo, mwambie akufanyie. Kwanza kabisa utaandaa vitu hivi nitakavyokuelezea hapa. Mkunazi wa unga. Kuna dawa inaitwa sidri, mkunazi, na hii ni maarufu, sehemu nyingi ipo. Sidri ni kitu ambacho kinapatikana sehemu nyingi. Sasa utaandaa sidri ya unga, yani mkunazi wa unga. Alafu tafuta unga wa mizizi ya mbuyu. Sawa Unga wa mizizi ya mbuyu. Na hii ukitengeneza mwenyewe itakuwa ni bora zaidi. Chukua, nenda katika mbuyu, kata ile mizizi yake, alafu njoo ianike juani, itakapokauka itwange, isage, ule unga wake ndio chukua, unakuwa ni bora zaidi. Kwa unachukua unga wa mizizi ya mbuyu. Alafu dawa ya mwisho utachukua mvuje wa unga. Sawa Mvuje wa unga, tafuta mvuje wa unga, changanya hizi dawa tatu. Asa hizi dawa tatu, kabla haujaanza hichi kisomo, sawa utachukua ndoo ya maji. Chukua ndoo ya maji, maji yaliyokuwa masafi ambayo unaweza ukanywa. Yale maji yaweke mbele yako, na zile dawa zako zikiwa wazi zinawekwa pale pembeni. Sawa Kama ni mama, ni kaka, ni dada, unamfanyia dada yako haya, unachukua yale maji unaweka mbele yako, na zile dawa zako unaziweka pembeni. Alafu fanya kisomo hichi. Wakati huo unaposoma, unapulizia yale maji na unapulizia kwa mbali zile dawa. Kisomo utakachokisoma, kwanza jitahidi ndugu yangu, unatakiwa usome suratul Baqara yote mwanzo mpaka mwisho. Alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, mpaka mwisho kule, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih walmu'minuna kullun amana billah, mpaka mwisho wa suratul Baqara. Sasa baada ya kusoma suratul Baqara, kafungue surati Taha. Suratu Taha aya ya 65 mpaka 70. Hii utaisoma mara 7. Surati Taha aya ya 65 mpaka 70, hii utaisoma mara 7. Baada ya hapo kafungue suratu Yunus. Suratu Yunus kuanzia aya ya 81 na aya ya 82, nayo utaisoma mara 7 aya hii. Alafu kafungue Al-A'raf aya ya 117 mpaka aya 122, nayo utaisoma mara 7. Alafu Ayatul Kursi nayo pia utaisoma mara 7, na mwisho utamalizia qul a'udhu birabbil falaq 7 na qul a'udhu birabbin nasi 7. Baada ya hapo maji haya utayagawa mara 2. Nusu atakuwa anatumia kuyanywa, na hii nusu atayachanganya na zile dawa, atayachanganya yale maji na zile dawa, alafu kisha atakwenda kukoga yale maji kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maji yale uko unatumia kuyanywa, na yale mengine unatumia kidogo kidogo kuoga. Walau ndugu yangu, weka hata siku 3 za kutumia maji haya. Insha Allahu Ta'ala Mwenyezi Mungu atakufungua vifungo hivyo vya uchawi wa kumfanya mwanamke asiolewe, na hatimaye Allah atakujalia utapata mume wako aliyekuwa bora kabisa, na mume wako aliyekuwa mzuri. Na hii hata kama ulishawahi kuolewa ukaachika. Kuna baadhi ya wanawake kaolewa, baada ya kuachika tu, maskini ya Mungu, tafuta mwanamume, tafuta na mwanamume na yeye hana wa kumuuliza hali wala hana wa kumuuliza muhali, maskini. Hii nao pia unaweza ukaitumia na itakusaidia biidhnillahi al-karim. Kumbuka
mtafute kama ni ndugu, baba au mama au kaka, akufanyie haya, au shekhe wako akufanyie haya. Usiyafanye wewe mwenyewe dada yangu, hii inatakiwa ufanyiwe wewe, uanze kuyatumia tu insha Allahu taala. Na unaweza ukafanya mara moja, ukatumia kwa siku 3, ukapita mwezi ukarudia tena, ukapita tena mwezi ukarudia tena mara 3. Mujarrab sana hii ndugu yangu, lakini ninaamini ndani ya miezi hiyo 3 unaweza ukaona maajabu makubwa, Allah akakufungua na akakujalia ndoa ikawa ni yenye kutimia. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfalme mkuu, bingwa wa mabingwa, dada zetu wote wa Kiislamu ambao wanahangaika maskini kutafuta waume wa kuwaoa, Allah awape waume wenye kheri na wao, na kaka zetu ambao wanatafuta wanawake wa kuwaoa, Allah awape wake waliokuwa wema wenye kheri na wao. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tukutane tena katika darasa nyingine, wakati mwingine Allah akituwafikisha, tuendelee kupeana madini, tuendelee kupeana faida, tuendelee kujulishana mambo muhimu yatakayotusaidia katika maisha yetu. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.